Basi pale ulipo, naomba tumshukuru Mungu, mwambie Bwana asante kwa kuwa wewe ni mwema, mwingi wa fadhili. Umetupa tena fursa ya kuwa katika uwepo wako. Mshukuru Mungu wa mbinguni, mwambie Bwana asante kwa wema wako. Asante Bwana kwa neema za safari ambazo umetujalia, na kwa hizo tumeweza kufika katika uwepo wako asubuhi ya leo. Mshukuru Mungu kwa matoleo yake kwako. Toka juma lililopita tumekuwa pamoja na uwepo wake mahali hapa. Bwana ametuhudumia, lakini kadhalika ametulinda. Bwana ametutunza. Bwana ametupigania na mabaya yote, hata kutuleta katika uwepo wake mahali hapa. Mshukuru Mungu, mwambie Bwana asante kwa kila toleo jema ambalo wewe umefanya kutuleta katika uwepo wako mahali hapa siku ya leo. Shukuru Bwana. Bariki Bwana, tukuze Mungu wa mbinguni kwa ajili ya yale yote ambayo anayo kwa ajili yetu katika uwepo wake hapa leo. Baba anakwenda kutubariki, Bwana anakwenda kutuinua, Baba anakwenda kutujenga katika uwepo wake. Mshukuru, mwambie Bwana asante kwa kuwa tunajua matoleo yako yatakuwa ni tele kwetu siku ya leo. Shukuru Bwana. Shukuru Mungu wa mbinguni, mwambie Bwana asante kwa ajili ya vyombo mbalimbali anapokwenda kuvitumia kusema nasi katika uwepo wake siku ya leo. Shukuru, mwambie Bwana asante kwa ajili ya watumishi wako mbalimbali ambao umewapaka mafuta hata kuwawezesha kuhudumu katika uwepo wako. Baba yetu katika Bwana, Mchungaji Dr. W.F. Kumui, mweke mikononi mwa Bwana asubuhi ya leo. Mwambie Bwana asante kwa kuwa unakwenda kumtumia kwa namna ya kipekee kutuhudumia siku njema ya leo. Kituo chochote anaposimama kulihudumia kundi, mwambie Bwana asante kwa kuwa unakwenda kumtumia kwa ajili ya kubariki watu wake duniani pote. Shukuru Mungu, mwambie Bwana asante kwa sababu utamfanya kuwa mfereji wa baraka. Lakini kadhalika mwambie Bwana asante kwa ajili ya neno lako ambalo linakuja kwetu leo. Halitakuwa bure, litakuwa na matoleo ambayo Bwana umekwisha kuyaandaa kwa ajili yetu. Shukuru Mungu wa mbinguni, mwambie Bwana asante kwa baraka zako mbalimbali zitokanazo na kulisikia kwetu neno lako. Kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Amen. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Asante Bwana kutuleta katika uwepo wako ili Bwana tuweze kukusikia ukinena na moyo na maisha yetu, na hatimaye Bwana kuweza kupokea matoleo ambayo wewe unayo kwa ajili yetu siku njema ya leo. Baba, tunakurudishia sifa, shukurani na utukufu kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa kila uliyempa moyo wa kupenda kuwepo katika uwepo wako. Tunasema asante Bwana kwa neema za safari ambazo Bwana umetujalia, na tunajua Bwana unayo makusudi mema kwa ajili yetu mahali hapa siku njema ya leo. Asante Bwana sababu wewe umetusikia. Asante Bwana kwa sababu umejibu. Kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Tuseme wote amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Basi tunakwenda kuanza ibada yetu asubuhi ya leo tukiimba kwa pamoja wimbo nambari ya 86, Bwana sina lizuialo, number 86 in our GHS, our congregational song. Bwana sina lizuialo, utukufu wako ni uone Bwana. Sema nami sasa, Bwana sina kizuizi. Bwana sina lizuialo, nisikie sasa sauti yako tu. Nifurahi kwayo, Bwana sina kizuizi. Bwana sina lizuialo, masumbuko yote wala hofu sina. Najitoa kwako Bwana sina kizuizi. Beti wa 3, Bwana sina lizuialo, masumbuko yote wala hofu, najitoa kwako Bwana sina kizuizi. Beti wa 4, Bwana sina lizuialo, ondosha mashaka hofu itoweke, tamalaki sasa Bwana sina kizuizi. Beti wa 5, Bwana sina lizuialo, hadi nuru yako iangaze gizani, ing'are machoni, Bwana sina kizuizi. Bwana sina lizuialo, utukufu wako ni uone Bwana. Sema nami sasa, Bwana sina. 'Cause I know you are the one. 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 '
Bwana sina lizuialo, hadi nuru yako iangaze gizani, ing'are machoni. Bwana sina kizuizi. Amen. Hakuna kizuizi kwa Bwana kung'ara katika maisha yetu. Tuketi pale tulipo, jikabidhi mbele za Bwana anaposema nasi kupitia katika kuchunguza kwetu maandiko. Mwambie Bwana, sema nami, kwa kuwa mtumwa wako Bwana anasikiliza. Tuombe. Jikabidhi mikononi mwa Bwana. Omba kwamba Bwana atasema na maisha yetu tena asubuhi ya leo. Bwana atatufundisha, Bwana atatupa neema alionayo kupitia somo letu la kwanza la kuyachunguza maandiko. Kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru mno. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa upendo wako, asante kwa fursa ambayo umetupa kuja katika uwepo wako siku ya leo. Tunapoanza kujifunza somo letu asubuhi ya leo, tunaomba Roho Mtakatifu tuongoze, ulivuvie, sema na maisha yetu na mioyo yetu, tufundishe ili tuweze kupata faida. Asante Bwana kwa sababu kila kikwazo na kizuizi ambacho adui amekusudia vyote vimeshindwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Bwana asifiwe. Basi tunakwenda kwenye somo letu la kwanza asubuhi ya leo, somo ambalo kichwa cha somo ni mifano ya mbegu. Naomba tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Marko sura ile ya 4 mstari wa 11. Marko sura ile ya 4 na mstari ule wa 11. Kama umefika pale sema amen. Biblia nasema katika kitabu cha Marko, akawaambia, ninyi mmejaliwa kujua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kujua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano. Kama tumefika mahali pale tuseme amen na tusome kwa pamoja 1, 2, 3. Yesu anawaambia, ninyi mmejaliwa kujua siri za ufalme, lakini kwa wale wengine ambao hawajajua wanafundishwa kwa mifano, kwa sababu wao hawajui. Mifano inasaidia kuwafanya watu waweze kufahamu, waweze kuelewa, waweze kutambua kwa kina zaidi, na mifano ni njia rahisi ya kuweza kuwafanya watu waweze kuelewa. Na Bwana wetu Yesu Kristo anatumia njia hiyo kwa ajili ya kufundisha. Alitumia njia hiyo kwa ajili ya kuwafanya watu waweze kuelewa kwa haraka zile siri za ufalme wa Mungu, zile siri kutoka mbinguni, zile siri zilizopo katika maandiko na katika maneno yake. Basi andiko letu linatoka kwenye kitabu cha Marko sura ya 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule wa 41. Sura ile ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 41. Niombe mtu mmoja anayeweza kutusomea kwa haraka mpaka ule wa 20 na mwingine atamalizia sehemu iliyosalia. Chukua maiki alafu tusomee. Marko sura ya 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 20 nasema,
Akaanza kufundisha tena kando ya bahari, wakamkusanyikia mkutano mkubwa mno. Hata yeye akapanda chomboni akakaa baharini. Mkutano wote ulikuwako juu ya nchi kavu kando ya bahari. Akawafundisha mambo mengi kwa mifano, akawaambia katika mafundisho yake, sikilizeni, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikimea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Akasema, aliye na masikio ya kusikia na asikie. Naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka na wale tenashara walimuuliza habari za ile mifano. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano, ili wakitazama watazame wasione, na wakisikia wasikie wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. Akawaambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyo hulipanda neno. Hawa ndio walio kando ya njia lipandwapo neno, nao wakiisha kusikia, mara huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kadhalika na hawa ndio wapandao kwenye miiba, ambao kwamba wakiisha kulisikia lile neno, mara ulipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache, kisha ikitokea dhiki au dhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwaa. Na hawa ndio wale wapandao kwenye miiba, na ni watu walisikiao lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia, ulisonga lile neno, likawa halizai. Na hawa ndio waliopandwa penye udongo ulio mzuri, ni watu waliosikia lile neno na kulipokea na kuzaa matunda, 130, 160 na 100. Akawaambia, maonaje? Taa huja ili kuweka chini ya pishi au mvunguni, si kuwekwa juu ya kiango? Kwa maana hakuna neno lililositirika, ila makusudi lije likadhihirika, wala hakuna lililofichwa, ili makusudi lije likatokea wazi. Mtu akiwa na masikio ya kusikia na asikie. Akawaambia, angalieni msikialo. Kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda yakiwa, mara akapeleka mundu, kwa kuwa mavuno yamefika. Akasema, tuulinganishaje nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali ambayo ipandayo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikiisha kupandwa hukua, ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanywa matawi makubwa, hata ndege wa angani wanaweza kukaa chini ya uvuli wake. Kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao neno lake, kwa kadiri alivyoweza kulisikia. Wala pasipo mfano hakusema nao, lakini alikawaeleza wanafunzi wake mwenyewe mambo yote kwa faraga. Siku ile kulipokuwa jioni, akamwambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakachukua vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwa katika Shetira, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo wa bahari humtii?
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo tumesikia maelezo yote ambayo yamesomwa na tunapoangalia kichwa cha somo letu, tunabaini kabisa kwamba hichi kichwa cha somo kinafaa kwa sababu maandiko ambayo tumesoma, tunaona kuna mifano kadhaa, mifano mitatu kati ya mifano minne iliyoandikwa inahusiana na mambo ya mbegu na kukua kwake. Kwa hiyo tunapoangalia kichwa cha somo hili mbegu, tunaona ni kichwa kinachoendana kabisa na somo ambalo tunalo kwa sababu ya hiyo mifano. Mifano ambayo Yesu aliitumia kwa ajili ya kuelezea juu ya ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu. Na tunapoliangalia habari ya mifano ni habari fupifupi au hadithi fupifupi inayotumika kwa ajili ya kufundishia kweli. Hadithi ambayo inafahamika au maelezo ambayo yanafahamika, ambayo yanamsaidia mtu kupata uelewa wa haraka, uelewa wa karibu kutokana na mazingira aliyopo. Kwa hiyo wakati wa huduma yake Yesu hapa duniani alitumia kila nyenzo kwa ajili ya kufundishia, kwa ajili ya kuwasaidia watu kuweza kuelewa. Alikuwa na makutano mengi yaliyomfuata, na daima alitumia mifano ili waweze kuelewa kwa haraka, waweze kupata ufahamu. Ni kama na katika kusema hivyo, maana yake ni kwamba kulikuwa na watu makundi. Katika jumla ya watu waliokutana nao pia kulikuwa na makundi kadhaa ya watu. Walikuwepo waliosikia, walikuwepo waliokuwa na shauku, walikuwepo ambao walikuwa na kiu ya kutaka kupokea kila ambacho walikuwa anakisema. Na hii inatuonyesha jinsi ambavyo kulikuwepo na watu ambao wengine walikuwa ni wafuatiliaji wa kweli, ambao walikuwa nataka kabisa kuifahamu ile kweli ya Mungu, walikuwa wanahitaji kujua kile ambacho alikuwa anafundisha. Lakini pia kama wakati wa Paulo mtume, walikuwepo wengine ambao walikuwa ni watu si wafuatiliaji kwa maana ya kutaka kubadilika, lakini ni watu ambao walikuwa watu wa mjini, ambao walitaka kujua habari mpya iliyoingia, watu ambao kila jambo linapotokea wao wanakuwa wa kwanza kutaka kujua ni jambo gani linaloendelea. Ilikuwa hivyo katika kipindi cha Paulo mtume. Kisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 17, utaona mahali pale Waathene walikuwa ni wafuatiliaji, ni watu ambao kila habari mpya inapotokea wanahusika, wanakuja kujua ni kitu gani kinachoendelea. Kwa hiyo katika makundi ambayo pia wakati wa Yesu yalikuwepo makundi ya watu ambao walikuwa wanashangazwa na kile kilichokuwa kinaendelea, na walikuja au waliingia kwenye mikutano yake ili kuja kusikia au kuona kuna kitu gani kipya. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 17 mstari ule wa 21, Biblia inatuambia namna hii. Hicho ni kipindi cha Paulo mtume. Anasema, kwa maana Waathene na wageni waliokaa huko walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote ila kutoa habari na kusikiliza habari za jambo jipya. Wao walikuwa ni kazi yao, hawakwenda ili wapokee neno la Mungu liweze kubadilisha maisha yao, lakini walikwenda kwa ajili ya kusikia habari mpya. Je, kuna tukio gani jipya linaloendelea? Kuna habari gani mpya ambayo inafanyika katika eneo lao? Kwa hiyo katika umati huo wote ambao Yesu alikutana nao na kuwafundisha kanuni za ufalme wa mbinguni, alitumia hadithi, alitumia mifano ili waweze kuelewa kwa urahisi. Alifunua kweli ya Mungu ili waweze kuijua kwa njia rahisi. Kumbuka, hakuna mtu anayejua kile kilichopo mbinguni au kwa Mungu, lakini Yesu anayo picha halisi, anao fahamu halisi, anao uelewa halisi. Kwa hiyo alifundisha kwa mifano ili watu waweze kujua na waweze kutambua. Wale wote ambao wanamtafuta Mungu waweze kupata picha ya kile ambacho kipo. Kwa hiyo alitumia mifano halisi, mifano kutokana kwenye mazingira yao, mifano ambayo ilikuwa ni rahisi, mingine iliyotokea katika maeneo ya watu, ili waweze kuwa na ufahamu jinsi ambavyo wanaweza kuelewa. Bwana asifiwe. Lakini wako wengi ambao walimwendea kwa ajili ya kusikiliza. Wengine walikuwa wa kweli na wengine walikuwa sio wa kweli. Wengine hawakuweza kumwelewa na wako ambao waliweza kumwelewa. Ndio maana tunaona mifano yetu sasa, mifano hii Yesu anayoelezea
jinsi ambavyo mfano wa mpanzi ulivyo, kwamba alitoka kwenda kupanda, alitoka kwenda kuweka mbegu, na ziko ambazo ziliota, ziko ambazo hazikuota, ziko ambazo zilikufa, ziko ambazo zilipotea. Tunapouangalia mfano wa mpanzi pale kwenye sura hiyo ya 4 kuanzia huo mstari wa kwanza mpaka ule wa 8, anatuambia kabisa, akaanza kufundisha tena kando ya bahari, wakakusanyika makutano makubwa mno, hata yeye akapanda chomboni akakaa baharini. Mkutano wote uliokuwa juu ya nchi kavu kando ya bahari akawafundisha mambo mengi kwa mifano, akawaambia katika mafundisho yake, sikilizeni, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ikaanguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba, palikuwa pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota, kwa kuwa udongo haba, hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea, ikaizonga isizae matunda. Na nyingine ikaanguka penye udongo ulio mzuri, ikazaa matunda, zikimea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo mpanzi alitoka kwenda kupanda. Habari njema, neno la Mungu linapandwa kwenye mchanganyiko wa hayo makundi yote. Hapa kuna ambao watapokea mara moja na baada ya muda kidogo watasahau. Wako ambao wanapokea kwa sababu ya ugumu wa mioyo, lile neno halipenyi kwenye moyo likafanya kazi, linapotea haraka baada ya kuzongwa na mambo mengine. Lakini wako ambao pia baada ya kupandwa neno, kuna miiba ambayo imejaa, miiba ambayo inazuia, na lile neno linazongwa na haliwezi kukua na kustawi kwa sababu ya ile miiba. Na miiba kitu gani? Miiba ni yale maisha, ile namna ya tamaa za kutaka mali, za kutafuta vitu vingine na kadhalika. Vitu hivyo vyote vinazuia neno la Mungu kukua. Zile shughuli ambazo ni za kawaida za kila siku, zile shughuli za kiuchumi, shughuli za kijamii, shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya, nyingine zinalizonga neno linakosa kukua. Kwa hiyo mfano huu ambao Yesu ameutumia ni mfano ambao unaonyesha uhalisia wa maisha, uhalisia wa jinsi ambavyo neno la Mungu linaweza likaenea katika maeneo mbalimbali, likawagusa watu katika maeneo mbalimbali, lakini ukapata humo ambao watapokea neno. Kuna ambao wanafurahia neno wanapolisikia, lakini hilo neno baada ya muda hawalikumbuki tena. Wako ambao wanalipokea na wanakwenda mbio kana kwamba tayari limefika, lakini wanapotoka kwenye eneo, shughuli nyingi zinalizonga lile neno, shughuli za kijamii, shughuli zingine, hakuna tena maombi, hakuna tena kufanya bidii, hakuna tena kusoma, neno linakufa na haliendelei, na kwa sababu hiyo halizai matunda. Lakini kuna wale ambao neno linapoingia linadondokea kwenye udongo ulio mzuri, moyo ulio tayari, moyo ulio kubali, na huo moyo, lile neno linapokaa, lile neno linazaa na linaendelea kuongezeka. Kuna kuwepo na ukuaji, lakini pia kuna kuweko na kuendelea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu alifundisha hayo yote ili watu waweze kuelewa kwa urahisi namna ya kuweza kutafuta ufalme, namna ya kuuendea ufalme. Lakini anazungumzia pia mfano wa taa. Kwanza ule mstari wa 21 alisema, amefundisha pale kwa habari ya taa. Akawaambia, maonaje? Taa huja ili kuwekwa chini ya pishi au mvunguni, si kuwekwa juu ya kiango. Kwa hiyo taa inawekwa juu, inaangaza. Taa inawekwa juu, inamulika. Kwa hiyo mtu anayelipokea neno hawezi kulificha neno, haliwezi kuzama bila kuzaa matunda. Neno linapoingia linaangaza, na hilo neno linaleta kuzaa kwa matunda, kuzaa badiliko, kuzaa maisha mapya ambayo yanamkidhi au yanamtangaza Kristo. Na tunaona mwisho akizungumza pia kuhusu mbegu ya haradali. Mbegu ya haradali ambayo ni mbegu ndogo sana kuliko kitu chochote. Kuanzia ule mstari wa 30 mpaka 32. Kambegu kadogo, lakini kakipata nafasi, kakipata udongo mzuri, kakikaa,
kanaota, kanakuwa mpaka unakuwa mti mkubwa. Neno la Mungu linakuja katika hali hiyo ya udogo, lakini lina uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu kutoka hali ambayo ni dhaifu, hali ambayo ni mbaya, na hatimaye hali hiyo ikawa nzuri. Matunda yakapatikana, ukuaji ukapatikana, na tabia mpya ikazaliwa kutokana na mbegu ndogo ya neno la Mungu. Kwa hiyo Yesu alifundisha kwa mifano hiyo yote ili watu waweze kutambua kwamba kila mmoja anayo nafasi, kila mmoja analo eneo, kila mmoja anayo fursa ya kuja. Lakini pia tusidharau wakati wa mambo madogo. Neno la Mungu linalokuja hata katika sura ya udogo, tusilidharau kwa sababu lina uwezo wa kubadilisha maisha, lina uwezo wa kuleta mageuzi, lina uwezo wa kufanya kitu kikubwa katika maisha ya mtu. Kwa hiyo neno ni kama mbegu ambayo inapandwa katika maisha ya mtu, lakini baada ya muda linabadilisha maisha ya mtu. Anayelipokea na akalitendea kazi, akaliamini, hilo neno linaleta matokeo makubwa, linaleta mabadiliko makubwa. Bwana atatusaidia katika jina la Yesu. Swali linasema, ni kwa nini Yesu alisema nao kwa mifano? Kwa nini Yesu alisema kwa mifano? Kwa nini Yesu alisema kwa mifano? Yesu alifundisha kwa mifano au alisema kwa mifano? Kwa nini Yesu alisema kwa mifano? Karibu dada. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu alisema nao kwa mifano ili ya kwamba alisema nao kwa mifano ili ya kwamba kila mtu aweze kutambua nafasi yake aliyonayo, kwamba kila mtu anastahili kuja kwa Kristo ili ya kwamba aweze kupokea maneno ya uzima. Okay. Nyongeza. Mpe nyuma pale, dada yuko pale nyuma pale, nisaidie up. Okay, up. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Aliweza kufundisha kwa mifano ili kwamba watu waweze kuelewa kile anachokifundisha. Ni kama ili mtu kwamba aweze kuelewa, inabidi utumie mifano mbalimbali ili kwamba aweze kuelewa kile unachokiongelea. Ndivyo alivyokuwa anafanya kwa ajili ya kuwafundisha. Amen. Kweli kabisa, alitumia mifano rahisi, alitumia mifano miepesi kama walimu wanavyofundisha watoto wa chekechea wadogo. Anachora, analeta picha ya apple, anamuonyesha apple, alafu anaanza kumwambia anaona ile picha ya apple ambalo amelizoea, analijua, lakini anafundishwa juu ya A, ndio anayofundishwa. Kwa hiyo Yesu alianza kufundisha watu kwa sura hiyo kwa sababu hakuna aliyekuwa na ujuzi wa kutosha kufahamu mambo ya mbinguni. Yesu alianza kufundisha watu namna hiyo, na kwa sababu katika makundi hayo kuna watu hao wa aina tofauti, ili kila mmoja aweze kupata nafasi ya kuweza kuelewa kulingana na uwezo wake. Unapolinena neno, unapoliachilia neno mahali, wako watu wa aina tofauti tofauti. Wako ambao wanaweza wakaelewa kwa haraka, wako ambao uelewa wao uko mbali, wako ambao utambuzi wao uko mbali, na kwa sababu hiyo wanahitaji kuelekezwa katika hali ambao wataielewa. Na Yesu alitumia mifano hiyo ili miepesi ambayo ilikuwa kwenye mazingira yao. Kama ni haradali, wanajua. Kama ni swala la mpanzi, wakulima wapo, wanajua jinsi ambavyo wanakwenda shambani. Wakati mwingine anakusudia kupanda hapa na pale na pale, lakini mbegu nyingine anakuta zimedondoka huku, zimedondoka pale, na baada ya muda zinakuwa zinaota. Ziko zinazoendelea na ziko zinazokufa, ziko ambazo zinakuwa na ustawi, ziko ambazo hazistawi. Kwa hiyo ni ujuzi ambao asilimia kubwa ya watu wanao kujua jinsi ambavyo mpanzi anafanya, na Yesu alitumia mifano hiyo ili watu waweze kuelewa. Lakini pia juu ya taa, Yesu anatumia taa kwa sababu anajua hakuna anayeweza kuwasha taa kaiweka mvunguni. Taa kwa kawaida inawekwa juu ili iweze kuangaza. Kwa hiyo kila kitu ambacho kinafanyika ni ili watu waweze kupata ufahamu na uelewa mkubwa, waweze kufahamu juu ya ufalme. Basi hebu tuangalie somo letu kwa vipengele kadhaa. Tuanze kipengele chetu cha kwanza, mpanzi, mbegu na udongo katika ufalme. Mpanzi, mbegu na udongo katika ufalme. Mpanzi ni nani? Mbegu ni nani? Ni nini? Na udongo ni nini katika ufalme wa Mungu? Tukisoma kwenye kitabu hicho cha Marko, pale tulipotoka kuanzia sura hiyo ya 4 mstari wa kwanza
mpaka wa 25 tumekwisha kusoma, lakini tutasoma michache. Akaanza kufundisha tena kando ya bahari, wakakusanyika mkutano mkubwa mno, hata yeye akapanda chomboni akakaa baharini. Mkutano wote ulikuwa juu ya nchi kavu kando ya bahari. Akawafundisha mambo mengi kwa mifano, akawaambia katika mafundisho yake, sikilizeni, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka kwenye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota, kwa kuwa udongo haba, hata jua lilipozuka ikaungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaizonga isizae matunda. Nyingine ikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa 130, 160 na 100. Akasema, aliye na masikio ya kusikia na asikie. Naye alipokuwa peke yake, wale watu wakamzunguka, na wale thenashara wakamuuliza habari za ile mifano. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kujua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wengine walio nje yote hufanywa kwa mifano, ili wakitazama watazame wasione, na wakisikia wasikie wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. Akawaambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyu ulipanda neno. Hawa ndio walio kando ya njia, hupandwa. Huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kadhalika na hawa ndio wapandwao penye mwamba, ambao kwamba wakiisha kulisikia lile neno, mara hulipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache. Kisha ikitokea dhiki na udhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwaa. Na hawa ndio wale wapandwao penye miiba, na watu wasikiao lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu na mali na tamaa na mambo mengine zikiingia, ulizonga lile neno, likawa halizai. Na hawa ndio waliopandwa penye udongo ulio mzuri, ni wale wasikiao lile neno na kulipokea na kuzaa matunda, 130, 160, 100. Akawaambia, mwaonaje? Taa huja ili kuwekwa chini ya pishi au mvunguni, si kuwekwa juu ya kiango? Kwa maana hakuna neno lililostirika ila makusudi lile likadhihirika, wala hakuna lililofichwa ila makusudi lije likatokea wazi. Mkiwa na masikio ya kusikia, mtu akiwa na masikio ya kusikia na asikie. Akawaambia, angalieni msikialo, kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu, hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu anafananisha ufalme wa Mungu na mkulima ambaye alipanda mbegu na kuzitawanya juu ya shamba. Akazitawanya maeneo mbalimbali ya shamba, maeneo tofauti. Mbegu zikaanguka, zingine kwenye eneo fulani la shamba, zikaanguka kwenye njia. Ziko ambazo zilidondoka kwenye njia, ziko ambazo zilidondoka kwenye mwamba, na ziko ambazo zilidondoka kwenye miiba ambazo hazikuzaa. Kwa hiyo mkulima alikwenda kupanda na akapanda, kama ambavyo neno la Mungu linapandwa katika maeneo mbalimbali. Wako wanaosikia ambao wako kando ya njia, au wanalipokea lile neno
kwa furaha, baada ya muda neno linaondoka. Wako ambao mioyo yao ni migumu, kwenye mwamba, moyo ni mgumu, umezongwa, moyo mgumu, na lile neno halipenyi, na kwa sababu ya kukosa rutuba kutoka moyoni, lile neno halistawi kwenye moyo ule ambao una dhambi, moyo ambao uko kinyume, lile neno linakufa. Na wale ambao wanadondokea kwenye miiba, haliwezi kuzaa kwa sababu ile miiba inalizonga. Kama ambavyo tumeona shughuli mbalimbali za dunia, mazingira mbalimbali ya tamaa, yote hayo yanazuia zile mbegu zisiweze kuzaa. Na tunaona zile ambazo zimedondokea kwenye udongo mzuri zinazaa 130, 160 na 100. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna mifano, kuna mambo ya kujifunza katika hiyo. Tuna mifano ya kujifunza katika hilo, au tuna la kujifunza. Kuna ambao wanalisikia neno la Mungu na kulielewa na wanakuwa na kuzaa matunda. Wanalisikia neno la Mungu, wanalielewa, na baada ya kulielewa hilo neno linazaa matunda katika kupitia hilo neno. Wako ambao wanapata hiyo neema. Lakini pia kuweza kudumu, kuweza kuendelea kudumu katika neno, shughuli nyingi zinazuia neno kuendelea kukua katika maisha ya mtu. Kwa hiyo kudumu katika neno pasipo kulizonga na shughuli za dunia kunasaidia neno liweze kuendelea, neno liweze kukua. Neno tu halitoshi kulisikia, haitoshi tu kusikia neno la Mungu, lakini lazima lipate nafasi, lazima lipate muda, lazima lipate eneo, lazima liweze kukaa mahali ambapo litazaa, mahali ambapo litakuwa, mahali ambapo litastawi. Watu wanalipokea neno kwa furaha, baada ya muda mchache shughuli zinazidi na lile neno linakufa. Wengine wanalipokea, wanalihifadhi lile neno na wanalitendea kazi. Kwa hiyo ni swala la kujifunza kwamba swala si kusikia tu neno. Lile neno ambalo tumelisikia limefikia katika moyo gani? Moyo wangu uko tayari ili neno liweze kuleta matokeo? Moyo wangu uko tayari ili neno liweze kuzaa matunda? Au tunalisikia na kuliacha pale lilipo na kuondoka zetu? Kwa hiyo mifano hii itufundishe kwamba tunapolipokea neno lazima liingie kwenye mioyo yetu, na sio kuingia kwenye mioyo yetu, lakini lazima liweze kupata nafasi ya kufanya kazi, liweze kupata nafasi ya kuleta mageuzi na mguso ambao tunautarajia. Wale wanaopokea neno waweze kujua neno haliingii moyoni bure, neno linakuja ili liweze kuzaa matunda, liweze kuleta matokeo. Bwana atusaidie katika jina la Yesu. Na ukisoma kwenye Isaya sura ile ya 5, Isaya sura ile ya 5, Isaya sura ile ya 5, hebu tusome mahali pale. Isaya sura ile ya 5. Kwa hiyo tunapolipokea neno tujue kabisa kwamba kuna Isaya sura ya 5, sura ya 5 mstari ule wa 1 mpaka ule wa 7, anasema, na nimwambie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari ya shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana, akafanya andaki kulizunguka pande zote, akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mizabibu ulio mzuri, akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumaini ya kuwa utazaa mzabibu, nao kazaa zabibu mwitu. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, inueni na wasii kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalo litenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitalu chake, nalo litaliwa, nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa, nami nitaliharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea mbigili na miba, nami nitayaamuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli na watu wa Yuda, ni miche
mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Alitamani kuona haki na kumbe alisikia kilio. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo tunapaswa kuona kwamba Mungu anatarajia wale wote ambao wanalipokea neno liweze kuzaa matunda. Hayo ndio matarajio ya Mungu katika maisha yetu, kwamba neno alikai tu peke yake. Baada ya kulipokea neno linazaa matunda ndani ya maisha yetu. Neno linageuka kuwa linaleta matokeo, linaleta badiliko katika maisha, lakini pia linazaa matunda, na halipaswi kubaki bila kuzaa matunda. Kisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 15 mstari ule wa kwanza na wa pili, anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Kwa hiyo utaona kama mti hauwezi kuzaa, mwisho wake utaingia kwenye madhara. Yesu alipotoa tafsiri ya ule mfano na uwakilishi wake, kwamba mpanzi anamwakilisha mhubiri ambaye anahubiri neno la Mungu katika maeneo mbalimbali, mhubiri ambaye anafundisha maneno ya Mungu katika maeneo kadha wa kadha. Watu wengi wanapokea wakada tofauti tofauti na wanauelewa tofauti tofauti. Kwa hiyo mpanzi ni yule anayehubiri neno la Mungu. Acha swala la kulima, lakini mpanzi ni mtu ambaye anahubiri maneno ya Mungu, na hayo maneno yanawafikia watu wengi. Lakini mbegu ni neno la Mungu ambalo linapowaendea watu wengi linaota ndani. Neno la Mungu ni roho, na kwa sababu hiyo linapoingia katika moyo wa mtu lina uwezo wa kubadilisha, lina uwezo wa kuuisha, lina uwezo wa kuzalisha kitu ndani ya maisha ya mtu, kama tu udongo wake uko sawa, udongo wake uko mzuri. Ndio maana sasa udongo unaashiria ni aina mbalimbali za wasikiaji. Udongo ni aina mbalimbali za wasikiaji. Mpanzi ni mhubiri, mbegu ni neno la Mungu, udongo ni aina mbalimbali za wasikiaji ambao wanasikia neno la Mungu. Shamba kubwa la dunia ndilo ambalo mbegu zinatawanywa, mbegu zinawekwa, na Yesu mwenyewe alikuwepo mahali hapa, alizunguka katika maeneo mbalimbali akifundisha, akihubiri, akipanda mbegu. Kwa hiyo sasa anatutuma mimi na wewe kwamba tuweze kuanza kupanda hizo mbegu, tuweze kutawanya mbegu katika maeneo mbalimbali ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Bwana asifiwe. Muamini anaweza kujifunza nini toka kwenye maelezo ya Kristo juu ya mfano wa mpanzi? Nini ambacho wewe unaweza ukajifunza juu ya mfano wa mpanzi, juu ya maelezo ya mpanzi? Tunajifunza nini juu ya huo mfano ambao Yesu ameelezea kama muamini? Karibu. Kama muamini tunajifunza nini kwenye huo mfano? Okay. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika hilo neno tunajifunza tukae na kudumu na kulitendea kazi hilo neno la Mungu. Tukae na kulitendea kazi hilo neno la Mungu. Sawa kabisa, tukae na kulitendea kazi hilo neno la Mungu ili liweze kufanya nini? Ili liweze kuzaa matunda. Anasema katika Timotheo wa pili sura ile ya 4 mstari wa kwanza. Timotheo wa pili sura ile ya 4 mstari wa kwanza, mstari ule wa kwanza na ule wa pili. Biblia inasema, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakaye hukumu walio hai na waliokufa, na kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiofaa, karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Kwa hiyo sasa tunatakiwa sisi tuweze kulihubiri neno, tuweze kulitangaza hilo neno ambalo tayari limeingia katika moyo wako, tayari umeliamini
hilo neno unapaswa na wewe kuwa sehemu ya kulihubiri katika maeneo mbalimbali. Anasema lihubiri neno, uwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Bwana ametufundisha kwa mifano ili tuweze kujua, tuweze kuelewa na hatimaye tuweze kufundisha wengine, na bila kujali mazingira, bila kujali hali ilivyo, bila kujali upinzani uliopo, bila kujali ugumu wa mioyo, bila kujali miiba iliyopo, bila kujali chochote kile. Bwana anatuhitaji sisi tufanye kazi yetu ya kwenda kulihubiri neno, kama ambavyo mpanzi alitoka akaenda kupanda. Ziko zilizodondokea kwenye udongo ambao haba njiani, ziko zilizodondokea kwenye miiba, ziko zilizodondokea kwenye mwamba, lakini zipo zilizodondokea kwenye udongo mzuri na hizo zikazaa. Bwana atatuzalishia matunda katika jina la Yesu. Katika Mhubiri sura ile ya 11 mstari ule wa 4, katika Mhubiri sura ile ya 11 mstari wa 4 anasema, mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye ayatazamaye mawingu hatavuna. Kama utaangalia mazingira, kama utaangalia hali, maana yake ni kwamba hautaweza kupanda, hatutaweza kupanda. Anasema mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye ayatazamaye mawingu hatavuna. Tukiangalia mazingira, tukiangalia upinzani, tukiangalia vikwazo, tutaacha kupanda, tutaacha kulisema neno la Mungu kwa watu, na hatimaye mwisho hatutakuwa na matunda. Lakini tutakapofanya kila tunachotakiwa kufanya, tutayaona matunda. Mstari wa 6 anasema, asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako kwenda, usiuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au ni hii, au kama zote zitafaa sawa sawa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huwezi kujua unapokwenda kuhubiri mahali, unapofundisha mahali, hujui ni mtu yupi hasa ambaye atakuja kuwa bora, atakayepata uelewa. Wewe tunakwenda mahali tunafundisha, tunakwenda mahali tunahubiri, na katikati ya wale watu kuna wapokeaji wa aina hizo tulizoziona, na katikati ya hao yuko ambaye atapokea na ataliacha pale, yuko ambaye amekuja kushangaa kile mnachokisema, yupo ambaye ana mashughuli mengi, baada ya kitoka pale anaweka pembeni, anaendelea na shughuli. Lakini yuko mhitaji ambaye yuko katikati ya lile kutaniko, yuko mtu ambaye atalipokea hilo neno, na hilo neno litakwenda kuzaa matunda kwenye maisha yake. Hilo neno litakwenda kuleta matokeo. Sio kila mmoja, si wote utakao waona kwamba wamepokea na kukubali, lakini katikati yao kutakuwepo na watu ambao watalipokea neno. Ndio maana anasema asubuhi panda mbegu zako, usizuilie kupanda, usizuilie mkono wako kupanda, usizuie kutoa maneno ya Mungu, usizuie kusema yale ambayo unapaswa kuyasema, kwa sababu Mungu ataleta matokeo katika jina la Yesu. Bwana atatusaidia, na wote ambao tunatarajia waweze kulisikia neno la Mungu watalisikia, na hatimaye watakuja katika ufalme kwa jina la Yesu. Upaswi kuzuiliwa na changamoto yoyote ile, upaswi kuzuiliwa na magumu yoyote yale, kama ambavyo Yesu anatupa mfano rahisi, mfano mwepesi, kwamba mpanzi yeye alitoka kwenda kupanda, alienda katika maeneo mbalimbali, alienda katika shamba ambalo ni kubwa, na akaachilia mbegu zake katika lile shamba. Lakini matokeo hayo manne ambayo yametokea yalimpa matokeo. Wako ambao walifanikiwa vizuri, wako ambao hawakufanikiwa vizuri, na hayo ni tarajia hilo litokee katika mahubiri, katika mafundisho. Tarajia hayo makundi yatakuwepo. Yuko ambaye ana moyo mgumu wa kidhambi, moyo wake hata ungemwambia nini hawezi kuchukua, lakini yuko ambaye atapokea, alafu baada ya muda atakwenda kutafakari, na hatimaye atakuja kubadilika na kuwa mtu sahihi, kwa sababu neno la Mungu ni roho, neno la Mungu ni hai na linafanya kazi katika maisha ya kila mmoja. Bwana atusaidie ili tusijizuilie kupanda, bali tupande kadiri tunavyopata nafasi. Panda neno la Mungu katika kila eneo ambalo unapata wakati. Ongea na kila mtu ambao unapata nafasi ya kuongea naye. Acha hilo neno likafanye kazi ndani ya moyo wake, ndani ya maisha yake, na baada ya muda utashangaa yale matokeo. Ndipo utakapokuta ile uliyoiacha mahali pale imeota, ile iliyoenda mahali pale imeota, na hatimaye kutakuwa na matunda ya kutosha katika ufalme wa Mungu katika jina la Yesu.
Ni vitu gani vinavyoweza kuzuia ukuaji na uzaaji matunda katika ufalme wa Mungu? Vitu gani vinavyoweza kuzuia? Swali. Kitu gani kinachoweza kuzuia uzaaji wa matunda, ukuaji na uzaaji wa matunda? Karibu dada Joy. Yesu asifiwe. Haleluya. Tumeona hapo mifano mbalimbali ambayo inaweza neno likasongwa lisizae matunda, kwamba tunapolisikia neno la Mungu tumejifunza kwamba kuweza kujiandaa kabla ya kupokea, na tunapolipokea tuweze kuliombea na kujiweka wafu na kuweza kutoka na kulitangaza neno, kwamba tumeona kwamba kuna neno ambalo litaanguka kwenye udongo mzuri, likikutana na udongo mzuri linazaa matunda. Kwa hiyo inategemea kwamba si tunapolipokea neno tunaliombea na kulifanyia kazi, si hatua yetu au pande wetu ni kulitangaza neno na kujiweka wafu na kuwaombea, na pia kwa ajili ya kuendelea kuwaombea. Unajua kwamba tunapojiweka wafu Mungu atatenda kwa wakati wake. Nyongeza. Karibu dada. Yes. Shughuli za dunia hii ndio zinazofanya kwamba liweze kusongwa neno. Tunapolisikia neno tumekuwa tukisongwa, wakati mwingine mambo mengi yamekuwa yakisongwa. Neno la Mungu linasongwa na mambo mengi. Kutokuzingatia na kutokudumu katika neno, tunasongwa na mambo ya dunia mengi, kutafuta mali, kutafuta hiki na hiki. Ni kweli kabisa. Viko vitu vingi vinavyozuia ukuaji na uzaaji wa matunda pale ambapo neno linaingia na hatulizingatii tena, au somi neno asubuhi, au somi neno usiku, hauna muda wa kusoma neno, hauna muda wa maombi, hauna muda wa kutafakari, hauna muda wako binafsi wa ukimya, hauna muda wowote ule wa kuenda kwenye ibada, kwenye mikutano mbalimbali. Hivi vitu hivyo vyote vinazuia ukuaji. Unapo neno linaingia ndiyo, lakini lile neno linabakia pale pale kama ambavyo limedondoka kwenye mwamba na udongo ukawa mdogo. Kama hilo neno halijapata udongo wa kutosha, halijapata rutuba ya kutosha, hilo neno haliwezi kukua na haliwezi kuzaa matunda. Shughuli za dunia hii ambazo zingine ni za halali kabisa, kazi zetu, biashara zetu, nyingine ni shughuli halali kabisa, lakini zinapozidi kiwango cha kuliangalia neno, zinapokuwa zenyewe ndio namba moja badala ya neno la Mungu, zinazuia ukuaji wa neno la Mungu, zinafunga ukuaji na uzaaji wa matunda. Kwa hiyo shughuli tunazo na tutakuwa nazo, lakini kipaumbele chetu ni nini? Kipaumbele kama hatutoi kwenye neno la Mungu, ni dhahiri kabisa kwamba lile neno litakufa. Na ndio maana Yesu akatoa hiyo mifano ambayo inaonyesha wazi kila mbegu mahali ilipodondoka ilikuwa na matokeo gani. Kila eneo ambalo neno la Mungu linafika lina matokeo, aliishi pale pale, linakuwa na matokeo. Bwana atatusaidia katika jina la Yesu. Jambo la pili ni ukuaji wa taratibu na maendeleo ya mbegu. Mbegu inapandwa ardhini, inapandwa mahali. Huwezi kupanda leo asubuhi ukakuta tayari imeota na kustawi. Inakuwa kidogo kidogo, inajiunda kidogo kidogo, na hatimaye unakuta imekuwa. Katika kitabu cha Marko sura hiyo ya 4 mstari wa 26, tusome pale mpaka huo wa 34, anasema akasema ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda yakiiva, mara atapeleka mundu, kwa kuwa mavuno yamefika. Akasema, tulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mifano gani? Ni kama punje ya haradali ambayo ipandwapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikiisha kupandwa hukua ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani wakaweza kukaa chini ya uvuli wake. Kwa mifano mingi namna hii
alikuwa akisema nao neno lake kwa kadiri walivyoweza kulisikia, wala pasipo mfano hakusema neno, lakini akawaeleza wanafunzi wake mwenyewe mambo yote kwa faragha. Bwana asifiwe. Kwa hiyo utaona Yesu alitumia mifano mingi mno kwa ajili ya kufundishia, lakini alitumia mifano miwili kwa ajili ya kuelezea ukuaji, kwamba mfano neno la Mungu ni kama mbegu ndogo sana ambayo ikiingia ina uwezo wa kukua. Neno lina uwezo wa kuzalisha mambo mapya katika maisha ya mtu. Ni neno dogo sana, linaingia kwenye maisha ya mtu, lakini baada ya muda lina uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu akawa tofauti kabisa. Tabia ikawa tofauti, maisha yake yakawa tofauti, na kila kitu kikawa tofauti. Kwa hiyo anasema tusidharau wakati wa mambo madogo. Mpanzi anaweza akapanda mbegu, anapanda, hajui saa ngapi inakuwa. Unaongea na mtu leo na haujui kitu gani kimetokea, lakini lile neno polepole linakwenda kujizalisha. Lile neno linakwenda kufanya kazi kwa namna ambayo wewe hujui, wala mimi sijui, wala hatujui, na linaendelea kukua katika moyo wa huyo mtu, na hatimaye linazalisha kitu kikubwa, linabadilisha maisha ya mtu, na huyo mtu anakuwa mtu wa tofauti. Mbegu anasema inakuwa kwa siri kiasi ambacho huwezi kujua wala hatuwezi kujua. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3, hebu tusome mstari ule wa 4 mpaka wa 7. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 mstari ule wa 4 mpaka ule wa 7. Tunasema hivyo kwa sababu wakati mwingine wewe umefundisha kabla tujaendelea, wewe umemhubiri mtu hapa na umemwacha. Mungu anaendelea kushughulikia, lile neno linaendelea kushughulikiwa. Anakuja mtu mwingine anaongezea kitu kingine, anakuja anamuongezea neno lingine. Kwa hiyo baada ya muda, katika yale maneno, baada ya huyu ameanza hichi, huyu ameongeza hichi, unakuta yule mtu hatimaye anabadilika, anakuwa. Wengi ambao tunawahubiria sio sisi tulioanza kuwahubiria, walishahubiriwa maeneo mbalimbali, wengine walishafundishwa maeneo mbalimbali, lakini kwa sababu wewe umeendelea na hatimaye Mungu akaweka maji, unaona mtu analikubali neno, analipokea neno. Hebu tusome hapo kwenye Wakorintho. Anasema, maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo na mwingine mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nalipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Mwenye kukuza ni Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuza pole pole, Mungu anakuza taratibu, na hatimaye linafika mahali linapofika. Basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja, lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawasawa na taabu yake mwenyewe. Kwa hiyo utaweza ukaona ukuaji wa taratibu na maendeleo ya mbegu, kwamba mbegu inapandwa lakini inaendelea kukua taratibu, na Mungu anaifuatilia, na hatimaye inafika inapostahili. Kwa hiyo unapoona mpanzi anaweza akapanda mbegu inayokuwa, lakini polepole na hatimaye inafika. Na Yesu anaonyesha kabisa jinsi ambavyo mwanzo mdogo unaweza ukaleta mambo makubwa. Anasema mbegu ya haradali ni ndogo, lakini ikisha kupandwa kwenye udongo ulio sawasawa inakuwa kidogo, na hatimaye inakuwa mti mkubwa ambao baadaye utaleta kivuli, utaleta matunda, na watu watapata faida. Bwana atusaidie kwamba tusidharau wakati wa mwanzo mdogo. Hata kama ni neno moja umeweza kumwambia mtu, hata kama ni kiasi kidogo umeweza kufundisha, wewe mfundisha, liache hilo neno, litakwenda kufanya kazi. Usifunge mdomo wako kumwambia mtu juu ya habari ya Kristo. Usinyamaze ukasema kwamba hawezi kuelewa. Hata kama ni dakika chache umepata, hebu panda hiyo mbegu. Naamini kabisa Bwana ataitia maji na hiyo mbegu itakwenda kuota na hatimaye itazaa. Bwana asifiwe. Na hiyo kazi haitakuwa bure katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Isaya sura ile ya 60, Isaya sura ile ya 60, hebu tuende mahali pale.
Katika Isaya sura ile ya 60 mstari ule wa 22 anasema, mdogo atakuwa 1000 na mnyonge atakuwa taifa hodari, mimi Bwana nayahimiza hayo wakati wake. Kwa hiyo tusidharau wakati wa mwanzo mdogo, usidharau wakati wa neno dogo, usidharau wakati wa kundi dogo, usidharau wakati ambao umepata nafasi ya kumwambia mtu maneno machache. Hayo maneno ni roho. Hayo maneno ni roho. Baada ya muda hayo maneno yatakuwa makubwa, yataleta mabadiliko katika maisha ya mtu, na hatimaye huyo mtu atakuwa bora kabisa. Tusifunge vinywa vyetu kuwaambia watu juu ya kweli ya Mungu ambayo ameiweka ndani yetu. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Ayubu sura ile ya 8 mstari wa 7, Ayubu sura ile ya 8 mstari wa 7 asema, tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Pamoja na mwanzo kuwa mdogo, usidharau mbegu ndogo, usidharau mwanzo mdogo, usidharau neno dogo la Mungu. Kila neno lina matokeo katika maisha ya mtu. Wewe lipande tu hilo neno kwa mtu, na huyo mtu Mungu atashughulika naye. Bwana asifiwe. Anasema eleza maelezo ya muhimu toka kwenye mfano wa mbegu inayokuwa kwa siri. Elezea maelezo ya muhimu toka kwenye mfano wa mbegu inayokuwa kwa siri. Una maelezo gani kwenye hiyo mbegu ambayo inakuwa kwa siri, inakuwa kidogo kidogo, inakuwa kwa siri? Karibu Dada Immaculate, upo? Hebu tusaidie hiyo mbegu. Hebu elezea hiyo mbegu ambayo, maelezo muhimu toka kwenye mfano wa mbegu inayokuwa kwa siri. Hiyo mbegu mbegu inayokuwa kwa siri inakuwa kidogo kidogo. Amen. Kama tulivyojifunza kwamba tunapokuwa tukipata nafasi ya kuweza kusema neno hata kama ni dogo, tusidhalau wala tusione kwamba halifai kwa wakati huo, kwa sababu kila neno tutakalo linena hata kama ni dogo litaweza kuwa na uwezo wa Mungu. Anaweza kuingilia kati hata likaleta matarajio au mambo makubwa ambayo kuyatarajia. Kwa sababu hiyo basi japo ni dogo, lakini kuna siri ambayo inaweza kuchipua jambo kubwa. Kuna siri ambayo itaweza, siku itakuwa. Neno dogo lina uwezo wa kuleta mageuzi makubwa katika maisha ya mtu. Neno dogo lina uwezo wa kubadilisha historia. Neno dogo lina uwezo, kwa sababu hilo neno ni roho. Hilo neno sio la kawaida. Neno lolote la Mungu lina uwezo, lina nguvu, liko hai na lina uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu. Unaweza kumwambia tu mtu neno dogo na ukadhani hilo neno halina maana, lakini anapoondoka pale ulipomwambia, hilo neno linaendelea kufanya kazi kwenye moyo wake, kwenye hisia zake, na lina uwezo wa kubadilisha maisha yake kwa ghafla. Hata wakati ya Yohana anakuja anasema tubuni, alikusema maneno mengi, ya kutoa mahubiri mengi, aliwaambia watu kuhusu kutubu, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hiyo haikuwa maneno mengi, lakini hayo maneno yalitosha kuwafanya watu waende mbio, wakimbilie ubatizo, waende wakatubu, waendelee wakaacha dhambi zao kwa sababu ya hilo neno. Kwa hiyo usiogope kusema neno la Mungu, liwe kwa udogo, kwa wingi, kwa ukubwa. Jua kabisa hilo neno lenyewe linajisimamia, au Mungu analisimamia. Hilo halisimamiwi na mwanadamu, halisimamiwi na mtu. Baada ya kuliachilia hilo neno kwenye moyo wa mtu, Mungu analifuatilia hilo neno, Roho Mtakatifu analifuatilia hilo neno, na hilo neno linakwenda kuzaa. Hilo neno litakuwa na hatimaye litazaa matunda. Bwana atatusaidia kwa jina la Yesu. Jambo la tatu ni dhoruba kuu ya upepo baharini. Tumesoma katika andiko letu, kisoma kwenye kitabu hicho cha Marko sura hiyo ya 4 kuanzia ule mstari wa 35. Tunaona mahali pale, siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu, upepo mwingi, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akamwambia, mbona mmekuwa waoga
hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu? Basi hata upepo na bahari humtii. Bwana asifiwe. Ukisoma pia kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 8 mstari wa 22 mpaka 27 utaona mahali pale akizungumzia kisa hicho. Nini ambacho tunaweza tukakiona? Tunaona kabisa kwamba baada ya kuachana na mkutano, Yesu walivuka ng'ambo, walikwenda ng'ambo ya pili, walitaka kwenda ng'ambo, lakini katikati ya bahari kukatokea machafuko, kukatokea dhoruba, kukatokea mkasa mkubwa ambao kila mmoja alichanganyikiwa, kila mmoja alipata taharuki, kila mmoja alikuwa na hofu na mashaka kwamba hawataweza kuwa salama. Lakini tunamwona Yesu akiukemea upepo, ile hali ya bahari, na bahari ikawa shwari. Lakini pia Yesu anawakemea wanafunzi wake kuambia juu ya kutokuwa na imani, kwamba je, hamna imani? Aliwakemea kwa sababu walikuwa na imani haba. Yesu wakati huo alikuwa ndani ya chombo, hata kama alikuwa amepumzika, lakini yuko ndani ya chombo. Lakini wao hawakufikiri haraka kumuona kwamba yeye ni mtu mwenye mamlaka ya juu zaidi kuliko hata upepo. Wakawa na hofu kwamba ile dhoruba ingeweza ikawazamisha na ingeweza ikawaangamiza hata mwalimu akiwepo ndani. Je, kweli ingeweza ikawazamisha? Yesu yuko ndani, angeweza akazamishwa? Hapana. Kwa hiyo tuna mambo huu ni muujiza ambao unatuongoza au una mguso na unaotupa masomo mengi ya kuweza kujifunza kama waamini. Jambo la kwanza unathibitisha juu ya ubinadamu wa Yesu Kristo, kwamba Yesu pamoja na kwamba ni mwana wa Mungu, ni Mungu, lakini katika maisha yake alipokuwa hapa duniani ile hali ya ubinadamu ilikuwepo, kwa maana kwamba alikwenda pale akapumzika. Kwa hiyo alikuwa na ile hali ya ubinadamu, alikuwa amehubiri siku nzima, alikuwa amefanya kazi muda wa kutosha na alipumzika. Alifika kwenye hali ambayo alikuwa amepumzika kwenye shetri, na wao walijua kwamba amepumzika ni kweli, lakini dhoruba ikatokea. Kwa hiyo jambo la kwanza tunamuona Yesu katika ubinadamu wake, katika hali ya kawaida ya kibinadamu, kwamba kama binadamu pia alichoka kwa maana ya kazi ambayo alifanya. Lakini jambo la pili, tunaona udhihirisho wa uweza wake, kwamba alipoinuka tu, alipoukemea upepo, ulinyamaza kimya, upepo ulikoma, dhoruba ilikoma. Kwa hiyo yeye kama mwana wa Mungu, kama Mungu, ana uwezo wa kuzuia chochote, ana mamlaka juu ya chochote, na hakuna kitu ambacho kinamzuia au kitu ambacho kinaweza kikapunguza uungu wake. Pamoja na kwamba walikuwa wanamuona katika hali ya kawaida, lakini ule uungu wake aliokuwa nao ulikuwa pale pale, na alipoukemea upepo na bahari, upepo ulitulia. Kwa hiyo ni jambo la kujifunza pia kwamba wakati wote ule tukiwa na Yesu hauna sababu ya kuwa na mashaka, kwa sababu hata kama ametulia, hata kama hauoni chochote, lakini bado yupo na wewe. Amen. Lakini pia tunaona jambo la tatu ambalo tutaliona hapo ni utii thabiti kwa amri ya Kristo, au hata uwepo wake hauzuii kumtii Kristo, kumwamini Kristo, kumfuata Kristo. Hakuzuii dhoruba kuja kwenye maisha. Bwana asifiwe. Ni tofauti na vile ambavyo wengi tunaweza tulikuwa tunaimba tambarare kwa Yesu tambarare. Haimaanishi kuwa na Yesu basi mambo yote ni tambarare, kwamba hatutakutana na magumu, hatutakutana na dhoruba, hatutakutana na mambo ambayo yatatutishia hali ya maisha. Hapana, tutakutana nayo, yatakuwepo, lakini tunalo tumaini, tunao ushindi, kwa sababu Yesu mwenyewe yuko ndani. Hakuna kitakachoshindikana katika jina la Yesu. Yeye anatuhakikishia kwamba pamoja na dhoruba za maisha, pamoja na mambo magumu yote yaliyopo kwenye maisha, bado kuna uhakika kwamba tutafika salama. Amen. Pamoja na misukosuko ambayo chombo kilipata, pamoja na vikwazo vilivyoinuka, iwe ni katika maeneo gani, bado Yesu anatuhakikishia kwamba itakuwa salama. Ni changamoto kwenye ndoa, ni changamoto kwenye familia, ni changamoto za kiuchumi, ni changamoto za kiafya,
hizo zisikuondoe katika kusudi la Bwana. Usije ukasema kwamba Yesu hayupo ndani yangu kwa sababu ya tatizo nililo nalo au kwa sababu ya magumu nilio nayo. Hapana, Yesu bado yupo, uwezo wake upo. Pamoja na hayo yote ambayo tunapitia, yeye yuko ndani na atakwenda kutuondoa katika jina la Yesu. Lakini jambo lingine hakuna jaribu ambalo halina njia. Hakuna jaribu ambalo halina mwisho. Kila jaribu ambalo unaliona lote kuna jawabu, kuna mahali pa kutokea. Majaribu yote yale ambayo tunapitia katika maisha, tunapoomba na tunapomsihi Mungu, yote yanakwenda kuondoka. Kwa hiyo usijizuilie mahali kwa kusema kwamba mimi nimefika mahali ni mwisho. Hapana, dhoruba zozote katika maisha, zote Bwana atakwenda kuzikomesha katika jina la Yesu. Lakini tunaona kwamba jambo la 5 ambalo tunaweza tukajifunza au lingine tunaloweza kujifunza ni kwamba pamoja na uwepo wake Kristo, bado dhoruba za maisha zinaweza hakuna dhoruba ambayo inaweza ikazamisha maisha yetu tunapokuwa na yeye. Lakini tunaona pia vyombo vingine vidogo juu ya bahari na Yesu pia vilinufaika na muujiza wake. Yesu alipokuwa mahali pale, alipotuliza dhoruba, vyombo vingine vilivyokuwepo baharini vinasukwasukwa, vile ambavyo vilikuwa kwenye maji na vyenyewe vilipata suluhisho. Kwa hiyo Yesu anapokuwa mahali, anatuliza mambo, sio tu kwa mtu mmoja, sio kwa eneo moja, lakini pia na kwa wengine. Kwa hiyo sio tu wewe, sio sisi tutakaonufaika, lakini pia na watu wengine. Kwa hiyo katika safari ya maisha tunapaswa kuhakikisha Kristo anakuwa nasi, vinginevyo wakati dhoruba zinapoinuka hakutakuwepo na mtu wa kutusaidia. Bwana asifiwe. Hakikisha kwamba Yesu yuko ndani, ili dhoruba inapotokea, ili dhoruba zinapoinuka, Bwana aweze kututetea katika jina la Yesu. Swali linasema, mhubiri wa Injili anapaswa kujifunza nini toka kwenye huduma ya Yesu? Tunapaswa kujifunza nini? Nini ambacho tunapaswa kujifunza kutoka kwenye huduma ya Yesu? Okay. Yesu asifiwe. Tunajifunza kwamba kama wahudumu wa neno la Mungu kwamba tunapokuwa katika jamii yoyote tunapokutana na watu wahitaji, wenye mahitaji, wanaona haiwezekani, tunapaswa kutoa jawabu kwa wenye uhitaji, kuwaombea, kuwatia moyo, kuambia habari njema ambazo zinaleta suluhu katika labda magonjwa, katika hawana neema ya wokovu, ni kutoa suluhu kwa ajili ya matatizo yote katika jamii zetu, ambao kama Yesu alivyokuwa wanafunzi wamepita kwenye hilo msukosuko, wakawa wanalia, hawaone njia, wakasahau kwamba wana mwalimu, wanaye mkombozi, wanaye mwokozi, wakawa wanalia, wakahisi wanaangamia. Lakini pale Bwana akaamka, akatoa jawabu, na wakashangaa, wakamshukuru Mungu, wakaanza kusema ni nani huyu? Kwa hiyo pia tunapokuwa katika jamii zetu, sisi kama wana wa Mungu tunapaswa kutoa suluhisho kwa ajili ya jamii zetu na kwa ajili ya neno la Mungu. Amen. Amen. Kuituliza dhoruba kunaweza kudhihirisha asili ya Kristo pande mbili. Kuituliza dhoruba kunawezaje kuidhihirisha asili ya Kristo pande mbili? Lete huku kwa mama. Bro Mtiro ana kazi nyingine atafanya. Lete kwa mama yake huko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pamoja na kwamba tulimuona kwamba Yesu kama mwanadamu alikuwa amechoka na kulala, lakini alipoamka na kuweza kusimamisha na kutuliza ile dhoruba, inaonyesha uungu wake na uweza wake wa kiungu wa kuweza kutenda kazi ambazo sio za kawaida. Amen. Kweli kabisa, katika pande hizo mbili alionekana huko kama amechoka, ni kama mwanadamu, lakini uungu wake ulikuwa pale pale. Hakuwa ameuacha uungu mbali, hakuwa katika nafasi ambayo sio Mungu, bado uungu wake ulikuwepo na alifanya kila ambacho kilileta suluhisho la bahari ikatulia.
waamini wanaweza wakajifunza nini toka kwenye miujiza wa kuituliza dhoruba? Nini ambacho tunaweza tukajifunza? Kama muamini unajifunza nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ikiwa kama waamini tunapaswa kuweza kumtegemea Bwana wakati wa majaribu. Tunapoangalia wale mitume lilipotokea dhoruba, walimuamsha Bwana kusema, Bwana tunaangamia. Kwa hiyo ikiwa kama waamini tunapokutana na majaribu, hatupaswi kukata tamaa, hatupaswi kurudi nyuma, bali tunapaswa kumtazamia Bwana. Yeye ndiye mwenye kutushindia tukiwa kama wana wa Mungu. Amen. Kweli kabisa. Tusibakie kulialia tu, tusibakie kulaumu tu. Pale ambapo dhoruba za maisha zinakuja, changamoto zinakuja, bado Yesu yupo wa kuleta suluhisho. Kwa hiyo tunaye Yesu ambaye mara tu anapoambiwa kupitia maombi, anapoambiwa kupitia mfungo, Yesu ataleta suluhisho. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuwa na mashaka kwamba hatunaye mtu wa kutusaidia, hatunao msaada. Yesu ni msaada na macho yetu lazima yaelekee kwake. Ni kana kwamba wanafunzi macho yalikuwa yameelekea kwenye hali iliyokuwa inaendelea, lakini Yesu mara tu msukosuko ulipokuwa umetokea, Yesu alileta suluhisho. Waliposhindwa kupata suluhisho, waliposhindwa kupata msaada kwa maana wao wenyewe, waligeuka wakamkimbilia yeye, wakasema kumbe Yesu uko hapa na sisi tunaumia. Na Yesu akawaambia, akaukemea upepo ukanyamaza, akawageukia akawaambia, kwa nini hamna imani? Kwa hiyo maana yake ni kwamba lazima tuweze kuwa na imani katika Kristo, tumwamini kwamba yeye yupo na ana uwezo wa kufanya chochote kile. Kila chochote tunachokihitajia yeye ana uwezo wa kukifanya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tumeliangalia somo letu, kwa wale ambao tumechelewa, ni somo mifano ya mbegu, na tulisoma kwenye kitabu cha Marko sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 41, lakini mstari wetu wa kukumbuka huo katika sura hiyo ya 4 mstari wa 11. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano. Yesu alifundisha kwa mifano, na mifano hiyo ni miepesi ambayo iliwasaidia watu kuweza kufahamu. Bwana atupe neema kwamba kupitia hiyo mifano na sisi pia tutajifunza kwa jina la Yesu. Basi pale ulipo, hebu inamisha kichwa chako, hebu jikabidhi mikononi mwa Bwana, hebu mwambie Bwana, nisaidie kwamba mifano hii ambayo umesema itanifanya kujitambua na kutambua kwamba na mimi pia ni mpanzi ambaye napaswa kuendelea kupanda katika dunia, napaswa kuendelea kupanda katika maisha ya watu ili kuweza kuleta matokeo. Jiombee mbele za Bwana, omba, mwambie Bwana, nipe neema kwamba na mimi nitatendea kazi haya ambayo umetufundisha. Kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Asante Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya somo ambalo tumejifunza asubuhi ya leo. Somo la mpanzi, ukoaji wa mbegu kwa siri, lakini pia kutulizwa kwa dhoruba na Yesu Kristo. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya masomo yote ambayo umetujalia kujifunza. Bwana, tunapoendelea kutafakari kwa pamoja, tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kuongoza na aweze kuyajenga maisha yetu katika namna ambayo ni mpya. Asante Bwana Yesu, maana tunajua umesikia. Kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tutapitia somo letu hili kwa ufupi, kuangalia hitimisho la somo ambalo tumekuwa nalo. Tumeona mifano ya mbegu, na katika somo letu tunaweza kuona kwamba kuna mambo matatu makubwa ya kujifunza, kama si manne. La kwanza tunaona ni matumizi ya mifano. Yesu Kristo katika huduma yake, sehemu nyingine anasema pasipo mifano hakuweza kufundisha kitu chochote.
Hii inatuambia jambo la msingi kwamba kama watumishi wa Mungu tunapaswa kuwa ni watu ambao tunatumia mifano sana sana katika kufikisha ujumbe kulingana na aina ya wasikiaji. Unapokaa na watoto ukafundisha injili kama ilivyo, mara nyingi unaweza kujikuta kwamba hawajaelewa kitu chochote. Lakini ukitumia mifano, ukatumia nyimbo ambazo ni rahisi, utaona kwamba zinawasaidia kuweza kukumbuka lile neno la Mungu. Katika ile Marko sura ya 4 mstari wa 1, Biblia inatuambia juu ya matumizi ya mifano. Nasema akaanza kufundisha tena kando ya bahari, wakamkusanyikia mkutano mkubwa mno, hata yeye akapanda chomboni akakaa baharini. Mkutano wote ulikuwako juu ya nchi kavu kando ya bahari. Akawafundisha mambo mengi kwa mifano, akawaambia katika mafundisho yake. Ndipo tukaona ile mifano. Kwa hiyo tunaona kwamba kama watumishi tunapaswa kutumia mifano sana. Kwa nini? Mifano inasaidia kufikisha ujumbe kirahisi, lakini pia mifano inamfanya mtu aelewe. Moja kati ya mbinu za kujifunza ni kumfundisha mtu kitu ambacho kinahusiana na mazingira yake ya kawaida. Na kwa kawaida, ili mtu aweze kufundishwa na kuelewa, inabidi aanzie kwenye kitu anachokijua kisha aende kwenye kitu ambacho hakijui. Unajua, akija mwanasayansi hapa akatufundisha jinsi ya kurusha ndege, ni wachache tutaelewa kwa sababu hatujui mwanzo wake ni nini. Lakini ili kuweza kuelewa, lazima mtu aunganishe kinachojulikana na kisichojulikana. Na ndio maana Yesu alitumia mifano ya vitu ambavyo watu wanavifahamu ili awalete kwenye vitu ambavyo hawavijui. Lakini pia tunaona jambo jingine, mifano huwa inasaidia kufikisha ujumbe hata kwa watu ambao hawako tayari. Watu wengi wanapenda hadithi. Ukianza kusimulia hadithi, hata mtu ambaye hapendi injili atasikiliza hadithi yako, na kwa jinsi hiyo atapokea injili bila hata kuitaka, kwa sababu tu umeifunika katika mfano ama katika kielelezo. Lakini pia ili tunapotumia mifano inavuta usikivu zaidi. Ukianza kuingia mtaani ukasema Biblia inasema usiibe, watu wanajua tayari huyu anazungumzia injili. Huyu mtu anazungumzia habari ya mambo ya Mungu wake. Wakukimbia watakimbia, wakuondoka wataondoka. Lakini ukianza na hadithi, nina hadithi ya kuambia, hadithi watu watasikiliza. Hadithi inakwenda inavutia. Baada anasema kwamba kilichomtokea huyu ni kwa sababu aliiba, kilimtokea huyu kwa sababu alizini, kilimtokea huyu kwa sababu alisema uongo. Kwa hiyo Mungu anatuagiza tuyaache mambo hayo. Unakuta injili inafika kwa mtu ambaye hata hakuwa tayari kuweza kuipokea. Lakini pia tunapotumia mifano ni rahisi watu kuelewa. Unapoingia darasani kama mwalimu, mara nyingi kile unachokifundisha kinaweza kisikumbukwe sana kama hujatumia vielelezo vya vitu ambavyo wanafunzi wanavifahamu ama hadithi ambazo ni kivutio kwao. Kwa hiyo watu wanaelewa na wanakumbuka zaidi yale ambayo umewafundisha kama ulitumia kielelezo. Lakini pia unapotumia mfano inapanua wigo wa mtu kujifunza, kwa sababu mtu anajitathmini kivyake. Katika mfano kuna mambo mengi, masomo mengi, na kila mtu anajichukulia somo lake kulingana na yale mafunzo yanayotokana na ule mfano. Lakini pia kwenye kutumia mifano huwa inaleta udadisi kwa mtu kutamani kujifunza zaidi na kutafuta ukweli zaidi, na kadri anavyotafuta zaidi, anavyodadisi zaidi, ndivyo anavyofunguliwa na ndivyo anavyopata kujua yaliyo kweli. Kwa hiyo tunaona jambo la kwanza, tusiache kutumia mifano kadri tunavyoweza katika huduma tunazozitenda. Lakini jambo la pili, tunaona kwamba Bwana anatuonya juu ya upokeaji wetu wa neno, na anatuelekeza jinsi gani tuweze kupokea neno ili yamkini maisha yetu yaweze kubadilishwa. Katika hili tunaona kwamba usikiaji wetu wa neno huwa unaamua upokeaji wetu. Na ukiangalia katika somo ambalo tumepitia, Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 21,
Biblia inatuonya juu ya usikivu ambao ni hafifu au usikivu usiokuwa na tija tunapokuja kwenye neno la Mungu. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 21, Biblia inasema, kwa maana Waathene na wageni waliokaa huko walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote ila kutoa habari na kusikiliza habari za jambo jipya. Ikiwa mtu nakuja katika ibada au nakuja kanisani kwa ajili tu ya kusikiliza jipya ni lipi, nimesikia kwa hili na hili limeendelea, na unafuatilia habari za wapendwa na unakuja kuangalia nini muendelezo wa lile tukio la wiki iliyopita kwa mpendwa fulani, huwezi kupokea kitu chochote. Unakuwa ni kama Mwathene tu mwingine ambaye anasikiliza jambo jipya na kutoa habari ya jambo jipya. Huyo mtu hawezi kupokea neno la Mungu na likamjenga. Kwa hiyo tunapokuja katika nyumba ya Bwana, tuje na moyo mmoja tu, nimekuja kusikia neno la Mungu, nimekuja kujifunza, nimekuja kusali. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi mmoja wa Mungu ambaye ni maarufu ambaye wakati mwingine anahudhuria kwenye ibada, na mchungaji aliyekuwa anaongoza ile ibada akamwangalia akasema, sasa wewe mtu mkubwa namna hii katika huduma ya Kikristo, ni mhubiri wa Injili, mwalimu wa neno la Mungu mkubwa, tunakuheshimu na tunajifunza kwako, umekuja kusali kwenye kanisa langu, hivi umekuja kunichunguza, umekuja kunisanifu kuangalia kwamba nina kina gani kiroho, ama umekuja kujifunza? Kwa nini umekuja kwenye ibada? Yaani umekuja kufanya nini hapa? Kwa sababu sioni utakachojifunza kwangu, mimi napaswa kujifunza kutoka kwako. Na siku hiyo kweli hakujiandaa wala kutaka kuhudumu wala kufanya huduma yoyote ile, amekuja kukaa tu kama mshirika. Akasema, yule mtumishi alisema neno ambalo lilinigusa sana. Akasema, ninapokuja kwenye nyumba ya Mungu, siji kuangalia mchungaji, siji kuangalia mhubiri, siji kuangalia jambo jipya linalotokea kwenye kanisa. Ninakuja kwa moyo wangu wote kumwabudu tu Mungu wangu. Hiyo ndio fursa aliyokuwa nayo ya kumwabudu Mungu na kumwonyesha Mungu ya kwamba ninampenda. Kwa hiyo ninakuja kwa ajili ya lengo hilo. Lakini pia niko tayari kupokea mafunuo yote ambayo Mungu atanipa kupitia mtu awaye yote ambaye Mungu atamtumia kwa ajili ya huduma ya siku hiyo. Nikajifunza jambo ya kwamba hata watu ambao ni wakubwa katika imani tunapaswa, watu ambao wamekuwa ni wakubwa katika imani wanapaswa kukaa chini na kuweza kumwabudu Mungu na kuja kanisani kwa malengo. Usiwe ni mtu ambaye tumebebwa sana na huduma kiasi kwamba hatuwezi kujifunza. Hapana, tunapokuja mbele za Bwana kuna mafunuo, kuna jambo jipya, lakini nategemea kwamba je, mioyo yetu tumeiandaaje? Kwa hiyo tusiwe ni watu kama Waathene ambao wanataka tukusikia habari ya jambo jipya na kusikia mkasa mpya na kutoa habari mpya, kupasha habari. Tusije kanisani kwa ajili ya umbea, tuje kanisani kwa ajili ya kuabudu. Amen. Lakini jambo jingine, tunaona kwamba kuna wasikiaji wengine ambao hawanufaiki. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 32, Biblia inasema, basi wengine walikuwa wakilia hivi na wengine hivi, kwa maana ule mkutano ulikuwa umechafuka na wengi wao hawakuijua sababu ya kukusanyika kwao pamoja. Kuna mtu mwingine pia anakuja kwenye kusanyiko lakini hajui kwa nini amekuja. Yaani yupo tu, watu wakiomba yanafungua macho yake, hajui kwa nini amekuja. Yaani mhubiri anafundisha, afungua Biblia huku na huku, yeye anasinzia tu, anapiga miayo, anaangalia feni inavyozunguka, na hatimaye muda unaisha, anaondoka, hajui kwa nini amekuja. Lakini tunapokuja mbele za Bwana, mbele za neno la Mungu, lazima tuwe na malengo. Nakuja kwa Mungu leo, nataka Bwana anisaidie katika eneo hili. Hata unapokuja mbele za Bwana, muhimu hata kujiandaa na kuweka hata orodha yako ya mahitaji, kwamba leo nataka niende kwa Bwana nipokee 1, 2, 3. Nataka Mungu anifundishe zaidi, Mungu anirejeshe roho yangu, nataka kutengeneza katika maeneo kadha wa kadha ya maisha yangu. Tusio ni watu ambao tunakuja bila kujua sababu ya kusanyiko. Lakini pia kuna wasikiaji wengine ambao hawanufaiki. Yohana sura ya 6 mstari wa 26, Yohana sura ya 6 mstari wa 26, kama somo letu lilivyoonyesha, 6 mstari wa 26, Biblia inatuambia mahali pale, Yohana 6:26, Yesu akawajibu akasema, amin amin nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara,
bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Na mwingine anakuja katika kuabudu kwa sababu tu anajua pale kuna mkate. Hii ni faragha, kuna chakula kinapikwa pale, nimesikia harufu ya vitunguu, kuna chakula pale, anakuja kula kwa ajili ya kushiba. Kwa hiyo injili inapoendelea anafikiria vitunguu vyake, anafikiria matango na kadhalika. Huyo mtu hawezi kupokea kitu. Biblia inasema kwamba mnanitafuta si kwa sababu ya ishara, bali kwa sababu mlikula mikate na mkapata kushiba. Lakini upande mwingine kuna mtu anakuja tu kwenye kanisa, kwenye ibada au kuhudhuria mbele za Bwana kwa sababu tu ana mahitaji. Ni shida tu ndio zilizomleta kwenye kanisa. Isingekuwa ni shida asingekuja kanisani kabisa kabisa, wala singeona mlango wa kanisa. Kwa sababu ninaumwa, ngoja niende kanisani. Kwa sababu nimeota ndoto mbaya, basi naenda kanisani. Kwa sababu kazini mambo hayaeleweki, naenda kanisani ili niweze kupata msaada huko. Biblia inatuambia kwamba hilo sio lengo sahihi pia. Tunapomtafuta Bwana, lengo letu ni kumjua Mungu, lakini lengo letu ni kwenda mbinguni. Na mtu asiyekuwa na lengo la mbingu katika maisha yake, mara nyingi safari yake huwa inakuwa ni fupi sana. Kwa sababu kwanza akipata yale anayoyataka, hata hiyo ndio mbingu yake, ndio malengo, utakuta ameishia pale. Lakini akiyakosa anayoyataka, hawezi kuendelea kumfuata Bwana tena, kwa sababu alichokuwa analenga kukipata kwenye nyumba ya Bwana amekikosa. Kwa hiyo haoni sababu ya kumfuata Bwana. Lakini tunapokuja kwenye nyumba ya Bwana, weka mahitaji yako pembeni, weka shida zako zote pembeni. Nimekuja kumtafuta Mungu, kwa sababu tunachohitaji katika maisha yetu, tunamhitaji Mungu zaidi kuliko baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji Mungu wa baraka kuliko baraka za Mungu. Na kwa hakika hiyo ndio njia ambayo ni sahihi sana, kwamba ukimpata Mungu wa baraka, maana yake ni kwamba baraka zako zitakuwa ni za kudumu, kwa sababu yupo Mungu wa baraka, yupo kama Yesu kwenye chombo, yupo. Lakini mtu ambaye anatafuta baraka za Mungu wakati mwingine atazikosa, kwa sababu baraka za Mungu pia zina masharti yake, na masharti mojawapo ni kwamba tutafute ufalme wa mbinguni na haki yake, na hayo mengine yazidishwe. Kwa hiyo tunahitaji sana tunapokuja kwenye nyumba ya Bwana tu tumeandaa mioyo yetu kuweza kupokea. Katika Mhubiri sura ya 5, Mhubiri sura ya 5 mstari wa kwanza, kitabu cha Mhubiri sura ya 5 mstari wa kwanza, Mhubiri anatuonya namna ya kuja nyumbani kwa Bwana. Anasema, jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu, maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wafanya mabaya. Tunapokuja mbele za Mungu ni kwenye ibada, ni kwenye muda wa utulivu. Lengo letu tunakuja ili tusikie. Mwingine anaweza kusema nimekuja tu pale kwa sababu mimi ni mwanakwaya, basi nasubiria safari muda ule wa kuabudu, ule muda wa sifa, nikaimbe sifa mahali pale. Ukikosa neno la Mungu unakosa maarifa, na ukikosa maarifa, Biblia inasema kwamba unakuwa ni mpumbavu. Kafara yako unayoitoa, sifa unayoitoa, sadaka unayoitoa inakuwa ni kafara ya wapumbavu, na Mungu hakubali kafara ya wapumbavu. Mungu anataka tuwe na maarifa katika neno lake, ili hata huduma zetu ziweze kuwa na kibali mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba tunapokuja mbele za Bwana, zaidi ya kitu kingine chochote, tunakuja kwa ajili ya kusikia. Unakuja kusikia. Ndio maana ikitokea wakati mwingine tunachoka, wakati mwingine tumesongwa na mambo mengi, tumepata masumbufu usiku, hatukuweza kulala vizuri, unakuja kwenye neno la Mungu unajikuta kwamba unasinzia. Ni hali ya kibinadamu kabisa. Lakini kwa mtu ambaye amekuja kwa lengo la kusikia, ikitokea amesinzia, mara nyingi akinyanyuka kutoka kwenye ibada ile, hata akiambiwa ni saa ya kuomba, hana cha kuomba, kwa sababu lengo la kusikia na kujifunza halijatimia. Kafara zake itakuwa ni kafara za watu wasiokuwa na maarifa. Atafanya mambo aliyoyazoea tu. Atatoa ibada kama ya juzi, kama ya mwaka juzi, ambayo haina maarifa mapya. Lakini tunapopata maarifa mapya na tukaguswa na neno la Mungu, hata maombi yetu yanakuwa ni yenye mguso mpya. Maombi yetu yanakuwa ni yenye kitu kipya, yanaongeza kitu kipya katika maisha yetu. Kwa hiyo inatufanya kwamba tunapokuja katika nyumba ya Bwana tujiandae kabisa kwamba linakwenda kwa ajili ya kusikia. Na tunaona kwamba tunapokuja kusikia sasa,
tumeshaachana na mambo ya kinyume. Hatujaja hapa kutafuta habari mpya ama kutoa habari mpya. Hatujaja mahali hapa bila kujua kwa nini tumekuja. Hatujaja mahali hapa kwa ajili ya kutafuta mikate tu na baraka tu. Tumekuja kumtafuta Mungu wa baraka, na tumeshajituni tayari kabisa kwamba tunakuja kusikia neno la Bwana. Kuna haja ya kufanya maandalizi, na ndicho ambacho mwalimu wetu ametufundisha kwamba lazima kuwe na maandalizi kwa ajili ya kuweza kupokea neno la Mungu. Katika Yeremia sura ile ya 4 mstari wa 3, Yeremia sura ya 4 mstari wa 3, Yeremia sura ya 4 ule mstari wa 13 samani. Yeremia sura ya 4 mstari wa 13. Okay, ni mstari wa 3 samani. Maana Bwana awaambia hivi watu wa Yuda na Yerusalemu, ulimeni udongo katika konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miiba. Mbegu ni neno la Mungu kama tulivyojifunza. Anasema hilo neno halipaswi kupandwa katikati ya miiba. Kuna haja ya kufanya maandalizi na kutoa miiba katika mioyo yetu ili neno la Mungu liweze kuzaa matunda. Tunaposema miiba, inawezekana ikawa ni dhambi. Mtu ametenda dhambi, ukija umekosa na umetenda dhambi, hujaitubia dhambi yako, afu nakuja kusikiliza neno la Mungu, hutakuwa na hata shauku ya kusikia, na hata hilo neno haliwezi kupata nafasi kabisa katika maisha. Unaweza kushangaa mtu jana alikuwa yuko makini, anafurahia kupokea neno la Mungu, kesho yake anakuja moyo umenuna kabisa, yani hamna kinachoendelea, na neno la Mungu ni kana kwamba linamkwaza, kana kwamba anapotezewa muda hivi. Nini kimetokea? Kuna miiba imeweza kuota. Wakati mwingine ni ugomvi, na shetani mjanja sana kwenye hili. Unakuta kwamba wakati unapojiandaa kwenda ibadani, jambo tu la kutaharuki linainuka la kuweza kuleta faraka. Unashangaa unabishana na huyu, unarusha maneno haya na yale, kisa ni jambo dogo tu, lakini unashangaa unakuja kwenye ibada hupokei. Miiba haijaweza kungolewa. Kwa hiyo kuna haja ya kutengeneza, kupata muda kuweza kutulia mbele za Bwana, kuweza kurekebisha njia zetu ili Bwana aweze kulipanda lile neno liweze kupandwa na kuweza kuota katika maisha. Tuwe na moyo mzuri, moyo ambao ni safi, na huo unapatikana pale tunapotengeneza kwa njia ya toba. Kitabu cha Hosea sura ya 12 mstari wa 10. Hosea sura ya 10 mstari wa 12. 10:12 anasema 10:12 mahali pale, jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana, hata atakapokuja na kuonyeshea haki. Mahali pale Biblia inatuambia kwamba chimbua udongo, chunguza moyo, angalia kwamba ni kitu gani kiko ndani ya moyo, na kwenda kwenye neno la Mungu, lakini nahitaji niangalie nini kimesalia katika moyo ambacho hakiko sawa, na unarekebisha namna hiyo. Yesu Kristo akafundisha akasema, unapokuja madhabahuni afu kagundua kwamba una neno juu ya ndugu yako, acha hiyo sadaka hapo, nenda kapatane kwanza na ndugu yako, kisha uje uitoe hiyo sadaka, kwa sababu Mungu hakubaliani na sadaka za wapumbavu. Kwa unachimbua udongo. Petro anaiweka vizuri zaidi katika matayarisho yetu ya kupokea neno katika ile Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Biblia inatuambia maneno haya mahali pale. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote. Alafu anasema mstari wa 2, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Hapa anachozungumza ni kwamba kabla hujatamani na kuyapokea maziwa ya akili yasiyogoshiwa au chakula cha kiroho, anasema ili uweze kukulia wokovu, kabla hujafanya hayo, anasema weka mbali uovu wote, kwa sababu uovu ni mwiba, unazuia ukuaji wa neno na upokeaji wa neno. Lakini pia hila yote, anasema hila yote, lakini pia anasema weka mbali unafiki, weka mbali husuda, unamchukia mtu, weka mbali. Una masingizio, masingizio umeshazusha huku na kule, tengeneza. Alafu anasema sasa njoo uweze kupokea maziwa ya kile yasiyogoshiwa, hayo yatakufanya uweze kukulia wokovu. Kwa hiyo tunaona kwamba ili tuweze kulipokea neno la Mungu kwa usahihi, ni lazima tuwe na matayarisho ya moyo kwa kujitafakari na kwa kufanya toba, na hilo neno linapoingia sasa litazaa matunda mbalimbali. Biblia inatuambia kwamba tunapopokea hilo neno tunakuwa,
mpate kukulia wokovu. Lakini tunaona kwamba tunapopokea hilo neno la Mungu, hilo neno linatutakasa. Anasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Hilo neno linapopata nafasi katika mioyo yetu linazaa matunda ya imani. Anasema imani huja kwa kusikia, na kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo Mungu anategemea kwamba kila tunapopokea neno la Mungu tuweze kuwa na mabadiliko na tuweze kuwa na ukuaji. Lakini tunaona pia tumepata changamoto ya kwamba neno la Mungu linakuwa lenyewe. Mbegu inapandwa inakuwa bila kujua. Hii inatuambia kwamba katika huduma yoyote tunayoitenda kuna upande wa Mungu na kuna upande wa mwanadamu pia. Tunapofanya kazi ya kupanda kuhubiri neno la Mungu, tusidhani kwamba tuko peke yetu, wala tusiifanye peke yetu. Hakikisha kwamba tunaye Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayefanya ukuaji. Biblia inasema kwamba mwenye kupanda sio kitu, mwenye kumwagilia sio kitu, ila Mungu akuzae. Kwa hiyo tunapaswa kumshirikisha Mungu kikamilifu katika huduma zetu. Hiyo inatuambia kwamba tunapopanda neno la Mungu tuwe na imani katika Mungu, lakini pia tumshirikishe Mungu. Lakini pia tujue kwamba neno ni roho na neno linajitosheleza. Sema tu hilo neno hivyo hivyo lilivyo. Wewe unaweza ukasahau ulichosema, lakini uliyemwambia anaweza akakumbuka maisha yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunapoyazingatia hayo, naamini kabisa ya kwamba Mungu atatusaidia, tutaweza kuwa ni watu wenye matunda kwa neno linalopandwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame pale tulipo, tumshukuru Mungu na tumwambie Bwana kwamba atatusaidia kuweza kuwa ni wazaaji wa matunda kwa kila neno ambalo analileta katika maisha yetu. Twende mbele za Mungu, tumshukuru Mungu. Tuombe. Endelea kuomba ukimwambia Bwana kwamba neno lake litaweza kuzaa yale matunda ambayo Bwana ameyakusudia katika maisha yako. Mbie Bwana neno lako siku ya leo tena litaweza kuleta zile baraka ambazo Bwana umezikusudia. Baraka za ukuaji, baraka za utendaji wa kusudi la Bwana, baraka za uponyaji, baraka za kufunguliwa. Mwambie Bwana asante, sababu hizo zitakuwa fungu langu. Kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Asante Mungu wetu wa mbinguni kwa neno lako. Tunapoendelea Bwana ukawe pamoja nasi. Endelea Mungu wa mbinguni kuzimimina baraka kutokana na neno lako tunalokwenda kulisikia. Asante Bwana kwa sababu umesikia. Kwa jina la Yesu tumeomba, tuseme wote amen. Unaposhika kitabu chako cha nyimbo, tuimbe wimbo wa pamoja nambari ya 16, Mungu akiwa nasi. Furahi katika Bwana kwa shangwe, avunja vifungo vyote, katununua kwa nini tuhofu? Yesu yu juu ya vyote. Uwe hodari kwa uweza wake, mwaminifu na mkweli umetua pili. Mwovu akija, simamia haki, yeye ndiye nguvu yetu. Lishike neno na ahadi zake, ni amini tena kweli. Hata dunia ijapotoweka, neno la Mungu la dumu. Dumu na Bwana mkononi mwake, ni maisha ya milele. Kamtoa mwana mkononi mwake, kumtoa mwana mikononi mwake kamwe haiwezekani. Mungu akiwa nasi, Mungu akiwa nasi, Mungu akiwa nasi, tumhofu nani? Ni nani awezaye kutupinga? 16 katika tenzi na nyimbo zetu za rohoni. Furahi
Katika Bwana kwa shangwe, avunja vifungo vyote. Katununua, kwa nini tuhofu? Yesu yu juu ya vyote. Mungu akiwa nasi, Mungu akiwa nasi, Mungu akiwa nasi, tumuhofu nani? Nani awezaye kutupinga? Uwe hodari kwa uwezo wake, mwaminifu na mkweli. Mwovu akija, simamia haki, yeye ndiye nguvu yetu. Mungu akiwa nasi, Mungu akiwa nasi, Mungu akiwa nasi, tumuhofu nani? Nani awezaye kutupinga? Lishike neno na ahadi zake, ni amini tena kweli. Hata dunia ijapotoweka, neno la Mungu ladumu. Mungu akiwa nasi, Mungu akiwa nasi, Mungu akiwa nasi, tumuhofu nani? Nani awezaye kutupinga? Dumu na Bwana, mkononi mwake ni maisha ya milele. Kamtoa mwana mkononi mwake, kamwe haiwezekani. Mungu akiwa nasi, Mungu akiwa nasi, Mungu akiwa nasi, tumuhofu nani? Nani awezaye kutupinga? Mungu akiwa nasi, Mungu akiwa nasi, Mungu akiwa nasi, tumuhofu nani? Awezaye kutupinga? Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu tunakuabudu, twaungana na maserafi na makerubi tunakuabudu. Baba, o Baba wa mbinguni, o Mungu wetu tunakuabudu, twaungana na maserafi na makerubi tunakuabudu. O Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu tunakuabudu, twaungana na maserafi na makerubi tunakuabudu. Baba wa mbinguni, Mungu wetu tunakuabudu, twaungana na maserafi
maserafi na makerubi tunakuabudu tukisema mtakatifu, 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 mtakatifu ni wewe Bwana Baba wa mbinguni, Mungu wetu tunakuabudu, twaungana na maserafi na makerubi tunakuabudu. Wale wazee 24 wainama na kuinuka wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana Baba wa mbinguni, Mungu wetu tunakuabudu, twaungana na maserafi na makerubi tunakuabudu. Palipo roho yote yanawezekana, alipo roho yanawezekana, alipo roho yote yanawezekana, alipo roho yanawezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana, alipo roho yanawezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana, alipo roho yanawezekana. Hebu tuende mbele za Bwana tumwabudu Mungu kwa sababu yote yanawezekana kwake. Tuombe.